Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu yani Baba na Mwana. Ni Mungu sawa na Baba, ni Mungu sawa na Mwana. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu wa Mungu. Ni Mungu sawa na Baba, ni Mungu sawa na Mwana. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu wa Mungu. Ni Mungu sawa na Baba, ni Mungu sawa na Mwana. Twende kwenye ile tafsiri ya Biblia. Roho Mtakatifu ni ahadi ya Mungu ambayo tumepewa wanadamu wote kwa faida ya maisha yetu na ufalme wa Mungu. Roho Mtakatifu ni ahadi ya Mungu ambayo tumepewa wanadamu wote kwa faida ya maisha yetu na ufalme wa Mungu. Kwa tunapomwongelea Roho Mtakatifu, tunaongelea ahadi ambayo tulipewa na Yesu Kristo tuipokee, tuishi nayo hapa duniani akiwa msaidizi wa maisha yetu. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume kinazungumza vizuri sana. Matendo ya Mitume sura ya kwanza ule mstari wa 4 hadi wa 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 8 inasema namna hii: hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha. Sikiliza vizuri hapa, lakini mtapokea nguvu. Sikiliza tena maidia, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Kwa tunaona namna ambavyo Yesu alipofufuka akawa anakaribia kupaa, aliahidi kuacha Roho Mtakatifu kwa kanisa ili iwe ni nguvu ituwezeshayo kuwa mashahidi wake, na huyu Roho wa Bwana awe msaidizi wa kuyaongoza maisha yetu hatua kwa hatua. Kila Mkristo ana haki na uhalali wa kupokea Roho Mtakatifu na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kila Mkristo ana haki na ana uhalali wa kupokea Roho Mtakatifu na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ila kinachosikitisha, Wakristo wote tumepewa Roho wa Bwana, ila si wote tunaoongozwa na Roho wa Bwana. Ulipewa nini? Ulipobatizwa ulipewa Roho Mtakatifu. Ulipopata kipaimara uliamshiwa Roho Mtakatifu, ila si wote ambao wameruhusu Roho Mtakatifu ayaongoze maisha yao. Si wote. Na hiyo ni kwa sababu Wakristo wengi tumesikia uwepo wake, tumempokea katika neema yake, ila si wote tunaoamini kwamba anaweza akaongoza maisha yetu. Si wote tunaoamini kwamba Roho Mtakatifu anaweza akaongoza maisha yetu. Wengi imani zetu hazijachangamana na huo ukweli kwa kwamba Roho Mtakatifu ni kiongozi. Tunaweza tukaimba kiongozi, tunaweza tukamsoma kiongozi, ila kumuishi atuongoze, wengi hatufanyi hivyo. Wengi tunajiongoza wenyewe kwa akili zetu, mawazo yetu na hisia zetu. Malengo ya Yesu Kristo kutuletea Roho Mtakatifu kama ahadi ya Baba ni kwa sababu alitaka tusijiongoze wenyewe na akili zetu, tusiongozwe na hisia zetu, tusiongozwe na miemko yetu, ila tuongozwe na Roho Mtakatifu mwenyewe. Na ndio maana kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 16 hadi wa 17 kuna kitu kizuri pale. Yohana 14:16-17. Yohana 14:16-17. Anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Unaona, ndiye Roho wa kweli
ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Koraba koriasaka. Kwa Biblia inaongea wazi kabisa kwamba huyu Roho Mtakatifu tutamtambua kwa sababu atakuwa ndani yetu, atakuwa ndani yetu. Ila je, ni wote tumemtambua? Hapana. Wengi tunajiongoza wenyewe, hatuongozwi na Roho Mtakatifu. Hatujaruhusu atuongoze. Unapomnyima nafasi Roho Mtakatifu kukuongoza, moja kwa moja, hata atakapokuwa anaongea ndani yako, hutoweza kumfahamu, sikia, wala kumtambua lafudhi yake. Hutoweza kutambua. Na ndio maana wengi wanaomba, ni waombaji, ila Mungu akiwaongelesha hawajui kama ni Mungu amewaongelesha. Kwa nini? Imani zao hazilishakataa kumruhusu Roho Mtakatifu waongoze. Wanaamini akili zao ndo zinafaa. Wengine wanaamini elimu zao ndo zinafaa kuwaongoza. Wengine wanaamini uzoefu wao ndo unafaa kuwaongoza. Wengine wanaamini ndugu zao, mabosi zao, mtu fulani. Tena mwingine anakuambia mimi nina mshauri wangu bwana. Akiwa ana jambo linahitaji maamuzi, hana muda wa kuombea, hana muda wa kusali, hana muda wa kumshirikisha Mungu hilo jambo, anapitiliza kupiga simu ti kwa mshauri wake. Mshauri, niambie mwanangu, nina jambo nataka nikushirikishe. Unashauriana na mshauri wako, unazidi kupotea. Nisikilize, si kwamba kuwa na mshauri ni vibaya, ila Mungu umemweka kwenye nafasi ipi? Wengi tumemweka Roho Mtakatifu mfuko wa nyuma, afu tumewaweka washauri mfuko wa mbele, elimu zetu mfuko wa mbele. Mtu akipata changamoto, mimi msomi bwana, hili jambo kwenye nilisomaga shuleni ni hivi na hivi na hivi. Matokeo yake unakwama. Kwa mimi mtu mzima bwana, nimekula chumvi nyingi. Uoni hizi, mimi mtu mzima bwana, mtaniambia nini na mtu mzima huu? Nimesema kwenye hili itafanyika hivi. Matokeo yake linafeli. Nisikilize mpendwa, hii dunia ya sasa, kama unataka umsikilize Mungu, weka elimu yako mfuko wa nyuma, weka utu uzima wako mfuko wa nyuma, weka uzoefu wako wa maisha mfuko wa nyuma, weka washauri wako wote unaowaona mbele yako mfuko wa nyuma, afu muweke Roho Mtakatifu hapa mbele, muweke Roho Mtakatifu hapo. Utamwamini na utamsikiliza kwenye kila kitu. Kila kitu kikitokea, utaanza kumuuliza yeye, Roho Mtakatifu, kuna changamoto hii, nifanyaje? Kuna wakati mimi nimejizoesha hichi kitu, na ukijizoesha inakuwa ni tabia. Naweza nikaenda sehemu, nikafika hiyo sehemu nisikute kama nilivyokuwa nimeitarajia. Kabla sijaondoka, najisemesha ndani yangu, Roho Mtakatifu, nifanyaje? Na naweza nikasema tu hivyo. Mara nyingi nimezoea, so mara zote, ile mara nyingi nimezoea hivyo. Roho Mtakatifu, hapa nifanyaje? Napata wazo, fanya kitu fulani. Yaani nimemweka mbele. Inatokea jambo, nataka kufanya maamuzi kwenye familia yangu. Tukitaka kufanya maamuzi yoyote yale na mke wangu, hatuwezi kuamua maamuzi yoyote bila kuombea kwanza. Hiyo ni kawaida yetu, tumejiwekea huo utaratibu kwamba tunataka kufanya kitu fulani, tunataka kununua jambo fulani, tunataka kuongeza kitu fulani, lazima tujipe muda wa kuombea. Lazima tuombee. Wakati mwingine hata wageni wanaokuja nyumbani kwetu, tunaombea kwanza kwamba Roho Mtakatifu, ni sahihi sisi kumpokea huyo mgeni? Yaani lazima umshirikishe kwanza kila kitu chako Roho Mtakatifu. Ni sahihi, na Mungu anakujibu kwa njia ya amani ya Kristo. Ndio maana kuna wakati unakaa kwenye ukimya, unamaliza ukimya, umepewa mstari wa Biblia na unaona kabisa huu ni mstari wa Biblia, ila moyoni mwako hauna amani ya kuutekeleza. Umesikia kabisa ujumbe, ila hauna amani nao. Hiyo ni ishara. Ndio maana kama muombaji, jambo lolote ukikosa amani nalo usilifanye. Jambo lolote ukiwa una sauti mbili zinashindana, usilifanye. Endelea kujipa utulivu, endelea kuomba mpaka ipatikane sauti moja ambayo imekupa amani ya Kristo, ipitayo elimu, akili, uzoefu, utu uzima na kila kitu, ikuongoze. Na ndio maana sisi tunafanyaga namna hiyo. Tunaombea, tukipata amani
isiyokuwa na mashindano ya ndani, ndipo tunaamua hilo jambo na linakuwa na linatokea. Watu wa Mungu wale hai, penda kumpa Roho Mtakatifu kipaumbele.